Bwana, pengine unaweza kuwa unafahamu kwamba Yanga wamehitimisha usajili wao kwenye dirisha dogo la usajili mara baada ya mpaka sasa kusajili nyota wanne ambao tayari umeshakwisha kuwatangaza, nikiwa na maana kwamba Emmanuel Mwanengo ambaye amesajiliwa kutoka ndani ya klabu ya TRA United, lakini pia Mohamed Amaro Kamara alisajiliwa kutoka ndani ya klabu ya Singida Black Stars kwa mkataba mpaka mwisho wa msimu, lakini Alan Okello kutoka ndani ya klabu ya Vipers pamoja na Delison Aurelio maarufu kama Dep ambaye ametokea ndani ya klabu ya Radomiak ya kule nchini Poland. Sasa Yanga bwana, kumbe hawajamaliza kufanya usajili. Na kwa nini nazungumza hivyo? Ni kutokana na taarifa ambayo wameichapisha kupitia kwenye ukurasa wao wa Instagram, wakizungumza kwamba bado moja. Bwana, kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga wamechapisha taarifa kwamba bado moja. Sasa moja kati ya swali ambalo pengine mtu anaweza kuwa anajiuliza, ama shabiki au mpenda soka yote, bado mmoja ni nani? Kwa sababu wale nyota wote ambao Yanga walikuwa kihusishwa nao ni kama kwa asilimia kubwa sana wamemalizana nao, kwa maana ya Alan Okello ambao tetesi zilikuwa ni nyingi sana, Dep tetesi zilikuwa ni nyingi sana, Mohamed Amaro Kamara tetesi zilikuwa ni nyingi, Emmanuel Mwanengo tetesi zilikuwa ni nyingi, wameshakwisha kukamilisha, maarufu Shekei ambao tetesi zilikuwa ni nyingi, tukamuona akiwa ndani ya klabu ya Yanga kwa majaribio, lakini kwa sasa mara baada ya Yanga kukamilisha deal la Alan Okello, tayari maarufu Shekei ameshakwisha kurejea kwenye timu yake ya Singida Black Stars, na tumemwona pia akicheza mchezo wa NBC mara baada ya ligi kurejea dhidi ya Dodoma Jiji. Sasa unaweza kuwa unajiuliza, kila mmoja anajiuliza bado mmoja ni nani huyo? Bwana, tetesi ambazo pengine zinaweza zikawa zinamhusisha nyota huyo ambaye anatajwa na Yanga kwamba bado mmoja ni Morris Abraham kutoka ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Bwana, ni moja kati ya taarifa ambayo ipo kwamba Yanga wanamhitaji Morris Abraham, na tetesi zinaeleza kwamba Morris Abraham amebakiza mkataba wa miezi 6 ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo Yanga wanafanya juu chini ili kuweza kunasa saini ya nyota huyo. Ni moja kati ya nyota ambaye anatajwa kwamba ndiye ambaye anatajwa kwamba huyo mmoja aliyesalia kwa maana ya kusajiliwa ndani ya klabu ya Yanga ni huyo, na tetesi zinaeleza kwamba Morris Abraham yuko kwenye rada za Yanga pamoja na Elimpanzo, ingawa nguvu yao kubwa wameelekeza kwa Morris Abraham, na mpango ni kumchukua dirisha dogo la uhamisho wa wachezaji. Kwa hiyo ni moja kati ya tetesi ambayo ipo mpaka sasa ndani ya klabu ya Yanga kwamba Morris Abraham ni moja kati ya nyota ambaye anawindwa. Sasa tunasubiria kuona ni nani huyo huyo mmoja ambaye ametajwa na klabu ya Yanga kwamba bado hawajamaliza kufanya usajili ndani ya klabu hiyo, bado mmoja. Lakini wakati huo pia anatajwa Yona Amos, goalkeeper wa klabu ya Pamba Jiji, ambaye naye pia amekuwa akihusishwa na klabu ya Yanga kwenye dirisha hili dogo la usajili. Tunafahamu kwamba Homen Abubakar ni nyota ambaye Yanga ni kama hawaridhishwi na kiwango ambacho kimeenda kutolewa na nyota huyo. Kwa hiyo Yanga wanahitaji goalkeeper ambaye pengine ataleta competition kwa Djigui Diarra pamoja na Aboutoir Msheri. Djigui Diarra pia ni moja kati ya makipa ambaye kumekuwa kuna tetesi ambazo zipo mara baada ya kufanya vizuri kwenye michuano ya AFCON akiwa na taifa ya Mali. Bwana, kuna tetesi ambazo zimeendelea kuwepo kwamba kuna ofa ambazo zimetokea ndani ya klabu ya Zamalek, lakini MC Alger pia wameleta ofa ndani ya klabu ya Yanga kumhitaji Djigui Diarra. USM Alger pia wanatajwa. Kwa hiyo pengine huenda Yona Amos akawa ni moja kati ya nyanda ambaye anatajwa, pengine kama itatokea Djigui Diarra anaondoka ndani ya klabu ya Yanga, basi kuwe na mrithi sahihi, japo si kwa asilimia zote, lakini pengine kuwe kuna asilimia kadhaa za kuziba pengo la Djigui Diarra. Kwa hiyo ni tetesi ambazo zipo, lakini zinakuja mara baada ya Yanga kuandika kwenye ukurasa wa Instagram kwamba bado mmoja, huyo mmoja ambaye mpaka sasa hatujui ni nani, na tunasubiria kuona ni nani ambaye atasajiliwa. Na mpaka sasa klabu ya Yanga ina nyota 12 wa kigeni, ina nyota 13 wa kigeni, kwa maana ya shirikisho la soka Tanzania TFF idadi ya nyota wa kigeni wanatakiwa kuwa 12. Kwa hiyo kuna nyota mwingine hapa anatakiwa kuondoka. Nyota walioko ndani ya klabu ya Yanga kwa maana ya nyota wa kigeni ni pamoja na Djigui Diarra, Frank Asiki,
Atola Yao Kwasi ambaye ameingizwa tayari kwenye mfumo kwenye dirisha hili dogo la usajili mara baada ya kuwa na majeruhi. Sasa wamemrejesha Yanga, kwa hiyo ujio wa Yao Kwasi unahitaji nyota mwingine aondoke, na nyota ambaye alikuwa amesajiliwa kwa ajili ya kuziba pengo la Tola Yao Kwasi alikuwa ni Frank Asiki ambaye alitokea ndani ya klabu ya Singida Black Stars kwa mkopo wa miezi 6. Kwa hiyo huenda Frank Asiki akarejeshwa ndani ya klabu ya Singida Black Stars ili kuweza kubakiza wale nyota 12 ambao kisheria kwa maana ya shirikisho la soka Tanzania TFF ndio idadi ambayo wanahitaji, kwamba timu inatakiwa kuwa na nyota 12 wa kigeni. Sasa mpaka sasa Yanga wana nyota 13 kama ambavyo nimekujuza kwamba Jiji Diarra, Frank Asiki, Atola Yao Kwasi, Chado Kiboka, Musa Bara Conte, Duke Abuya, Max Nzengeli, Cestine Kuwa, Pacome Zuzwa, Alan Okello, Prince Dube, Aurelio Dep, Lasine Kouma. Kwa hiyo kuna nyota moja hapa anatakiwa kupunguzwa. Sasa turejee kwenye hiyo taarifa ambayo Yanga wametoa kwenye ukurasa wa klabu hiyo kwamba bado nyota mmoja, bado mchezaji mmoja hajatambulishwa ndani ya klabu hiyo, na maswali yamekuwa ni mengi kwamba ni nani. Sasa kupitia kwenye ukurasa huo wa klabu ya Yanga bwana, baada ya kuchapisha taarifa hiyo kwamba bado mmoja, nimepita kutazama comment, pengine mashabiki wa Yanga wanamtaja nani ama wanajiuliza nani ambaye anafuata. Huyu anasema tupunguze kasi, tutamuua mai wetu bure. Mwingine anasema anaitengeneza graphics zenu. Mwingine anasema ni yupi huyo? Mwingine anasema kwisha. Mwingine anasema nyumba ya nani tena? Mwingine anasema mtume kamekatazwa. Sawa. Mwingine anasema huyu sasa funga kazi, tenki la lita 20,000. Mwingine anasema Eri, huyu anatabiri kwamba huenda akawa ni Eli Mpanzo, lakini tetesi zinaeleza kwamba ni kweli Yanga walikuwa wanahusishwa kumhitaji Eli Mpanzo, lakini jitihada kubwa zimeelekezwa kwa Morris Abraham. Mwingine anasema mchezaji wao tumepita naye shwa. Mwingine anasema Mpanzo anakuja Yanga. Mwingine anasema kazi misifa tu. Mwingine anasema pressure juu ya juu kwa juu. Mwingine sasa anasema sasa nyinyi tutawaloga, hebu punguzeni sifa. Mwingine anasema kuna nyumba ya mtu imebomolewa huku. Sawa. Mwingine sawa. Mwingine anasema nguvu moja. Mwingine anasema engineer shikamoo. Mwingine anasema Mungu akupe maisha marefu wewe. Sawa. Mwingine anasema ila mtani haya bwana. Kwa hiyo mnataka kumtambulisha nani au mchezaji wetu Morris Abraham, maana mchelewe nyie. Huyu ametabiri kwamba huenda akawa ni Morris Abraham, kama ambavyo pia nimekujuza kwamba kuna tetesi ambazo zipo ndani ya klabu ya Yanga ambazo zinamhusisha Morris Abraham kutua ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga. Mwingine anasema kudadadek engineer Alikamwe tutaua watu. Mwingine anasema admin basi inatosha. Mwingine anasema sifa tu. Mwingine anasema ila huyu admin anajua sana kucheza na picha na mziki. Mwingine anasema tukutane saa ngapi, anauliza hivyo. Mwingine anasema Yanga wanamtaka hadi Kibu. Mwingine anasema tukutane saa ngapi. Mwingine anasema mchezaji pendwa anapitiwa shwa. Mwingine anasema haya kumekucha. Mwingine anasema Morris Abraham sawa. Mwingine anasema ndio maana na nenepa tu kila siku, kumbe makolo wanateseka. Mwingine anasema jamani naonea huruma wale. Mwingine anasema kuna wenzetu kwao dirisha kubwa. Mwingine anasema Morris welcome Jangwani. Mwingine anasema mguu wa Morris kabisa huu. Mwingine anasema ila timu yangu hizi la mtatua sana. Mwingine anasema maskini wenye mlo sawa. Mwingine anasema nani huyo? Anauliza naye pia anajiuliza kwamba ni nani huyo ambaye amebaki kutambulishwa ndani ya klabu ya Yanga. Unasema sasa Simba atabaki na mchezaji gani? Unasema anasema raha nazo zikizidi tutakuwa wagonjwa. Hebu malizeni tufanye vitu vingine jamani. Unasema hakuna haja ya kuuliza eti anatokea timu gani. Huyo mchezaji wimbo tu unakuambia kuwa anatokea timu gani. Unasema kipenzi cha Watanzania. Unasema huo mjumba sawa. Mwingine anasema ila Yanga. Mwingine anasema inatosha sasa. Mwingine anasema ni Morris Abraham. Mwingine anasema huo sawa. Mwingine anasema kumikimia Waramba. Mwingine anasema makolo hoi. Mwingine anasema Yanga bingwa. Mwingine anasema nachoka mimi. Mwingine anasema shwa. Mwingine anasema huo mguu nao mbona kama lefty. Sawa. Mwingine anasema watupe mchezaji wetu. Mwingine anasema sisi ndio Yanga, makolo sijui wana hali gani. Bwana, hizo ni baadhi ya comment kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga mara baada ya kuchapisha ujumbe unaosema bado mmoja, mara baada ya kukamilisha nyota 4 mpaka sasa kwenye dirisha dogo la usajili, lakini bado wanakuambia bado nyota mmoja. Moja kati ya swali ambalo
Kila mmoja anajiuliza ni nyota gani huyo ambaye amesalia kutambulishwa ndani ya klabu ya Yanga. Tetesi zinamzungumza Morris Abraham, lakini tetesi nyingine zinamzungumza Yona Amos wa Pamba Jiji. Kwa hiyo tutamfahamu ni mchezaji upi ambaye anakwenda kukamilisha usajili wa klabu ya Yanga mara baada ya Yanga kuchapisha ujumbe kwamba